Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Bwana asifiwe. Naomba ukae. Mungu akubariki tena kwa sababu ya nafasi nzuri ambayo tunaitumia tena wakati huu. Na hasa niwapongeze kwa sababu tangu tulipoanza siku ya kwanza ya mwezi wa 9, Biblia inasema tulitia mioyo yetu ufahamu, kutaka dua, sala pamoja na maombi. Na tulikuwa tumebeba bango kubwa iliyobeba kauli mbiu inayosema mwanangu nataka nikupe raha. Bwana asifiwe. Na ni matarajio yetu kwamba katika maeneo yote Mungu ni mwaminifu, atakwenda kuleta raha kwa wale watakaoingia katika ndoa zao, atakwenda kuleta raha kwa wale ambao katika masomo kwa ajili ya kufaulu vizuri, atakwenda kuleta raha kwa wale ambao wapo katika biashara kwamba biashara zitapata upenyo na kufanikiwa, atakwenda kuleta raha katika kila nyanja ya maisha, na tumaini letu litakuwa kubwa zaidi, ushindi wetu utakuwa mkubwa zaidi, baraka zetu zitakuwa kubwa zaidi. Na lazima tuone vile ambavyo Mungu anataka tuone. Anataka tuone katika upana, tuone katika kina, tuone katika urefu wa upenyo ambao tunautarajia kwa jina la Yesu. Jioni hii nataka nizungumze ujumbe unaosema ninaamini itakuwa vile vile kama nilivyoona. Sema amina. Amen. Ninaamini itakuwa vile vile. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Andika ninaamini itakuwa vile vile kama nilivyoona. Ninaamini itakuwa vile vile kama nilivyoomba. Ninaamini itakuwa vile vile kama nilivyopanga. Umepanga safari ya kwamba mwezi wa Oktoba, mwezi wa Novemba itakwenda Mbeya, itakwenda Arusha, itakwenda Kagera, itakwenda Mwanza. Itakuwa vile vile kama ulivyopanga. Umepanga biashara ambayo utaianza mwanzoni mwa mwezi wa 10 au mwanzoni mwa mwezi wa 11 au katikati. Itakuwa vile vile kama ulivyopanga. Nataka nikwambie itakuwa vile vile. Amen. Nasema itakuwa vile vile. Amen. Hakutakuwa na neno litakalopungua. Hakutakuwa na neno litakalodondoka chini. Yale unayopanga, yale unayokusudia, yale yote ambayo unasema hili ndio litakuwa la kwanza, hili litakuwa la pili, itakuwa vile vile. Bwana asifiwe. Leo ambao unasema hili nitalifanya mwakani, mwaka 2021 nitafanya 1 2 3, itakuwa vile vile. Hili nitafanya baada ya miaka 5 katika mpango huu. Nitakuwa na nyumba ya aina hii, katika mpango huu nitakuwa na gari ya aina hii, katika mpango huu nitakuwa na watoto wa aina hii, itakuwa vile vile. Bwana asifiwe. Nasoma Matendo ya Mitume sura ya 27. Matendo ya Mitume sura ya 27. Tutasoma mstari wa 25. Matendo ya Mitume sura ya 27 mstari wa 25. Basi wanamume wako, wanamume hapa. Amen. Nauliza wako wanamume? Amen. Unajua kuna wakati unaweza kuwa mwanamume lakini ukakaa katikati ya kina mama, katikati ya kina dada ambao wana uwezo na nguvu za uchumi. Hata unaposema wanamume wako hapa, unaanza kujiuliza nainukaje? Nasimamaje? Lakini anasema basi wanamume kwa wanawake changamkeni. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Pepo jirani yako mwambie anza kuchangamka. Anza kujifunza stage ya jinsi utakavyotembea katika ile harusi. Nilimwona bibi harusi mmoja ameshafunga ndoa, ameshaolewa tayari. Sasa kaambiwa asimame atoe neno kwa bwana harusi. Sasa kwa sababu alikuwa hajajipanga, kwa sababu hajaanza mazoezi, akaanza kusema mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya mtarajiwa wangu. Sasa mtarajiwa kana ameshakuwa tayari mume, anakuaje mtarajiwa? Nataka nikwambie hivi, utaanza kufanya rieso. Umeelewa? Utaanza kukaa chumbani, unaanza kujifunza yale maneno ya kusema ninakupokea wewe, utakayekuwa mke wangu katika siku zote za maisha yangu, kadiri kama Bwana aishivyo, siku njema au siku za majaribu, siku mbaya au siku nzuri, wewe ndio utakayekuwa mke mpaka mwisho wa maisha yangu. Ukaanze mazoezi hayo leo. Amen. Nasema ukaanze mazoezi hayo leo. Amen. Wangapi wameshafanya mazoezi ya namna hiyo? Si unaona? Wanatarajia vitu ambavyo vifanyii mazoezi. Alafu ukistuliwa kidogo tu unachanganyikiwa.
nenda kaanze mazoezi. Jinsi gani utakapokuwa unatembea na unaweka kioo huku na huku unajiangalia miguu yako. Sio unajisahau unajikuta unatembea kama uko peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema wanaume na wanawake changamkeni. Amen. Nasema changamkeni. Amen. Kwa sababu kile tunachokitarajia ni kikubwa sana. Yale maombi tuliyaomba yote hayawezi kuwa bure. Zile saa tulizoomba zote haziwezi kuwa bure. Ile mifungo tuliyofunga yote haiwezi kuwa bure. Ile mikesha tuliifanya yote haiwezi kuwa bure kwa jina la Yesu. Anasema wanaume changamkeni. Kwa sababu namwamini Mungu ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Itakuwa. Amen. Nasema itakuwa. Amen. Nini amekwambia mchungaji? Kitakuwa hivyo hivyo. Amen. Nini amekwambia mchungaji? Kitakuwa hivyo hivyo. Nini amekuelekeza? Nini amekuombea? Nini amekutamkia? Lazima sasa mchungaji anapokuombea, lazima umakini kusikia anachotamka. Unajua kuna watu tunawaombea baadaye ukimuuliza nilikuwa nakuombea kitu gani? Anaanza mwenyewe kufikiria kuhusu mambo ya biashara. Niambie specific. Nilikuwa nakuombea biashara kuhusu nini? Paulo mtume anasema najua ya kwamba ninaamini ya kwamba itakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Hana shaka juu ya yale ambayo ameambiwa. Lakini mara ngapi tunasikia? Mara ngapi tunaombewa? Mara ngapi tunatamkiwa? Unajua mchungaji anapotamka hapa ya kwamba utakuwa kichwa, unaporudi nyumbani unamwambia shetani, umeisikia sauti ya mtumishi wa Mungu. Mimi nimetajwa nitakuwa kichwa, sitakuwa mkia. Nitakuwa juu wala sitakuwa chini. Kwa hiyo hutanisumbua nianze kuhangaika kuomba muda mrefu. Tayari nimeshatamkiwa na kile ambacho mtumishi wa Mungu ametamkia kitakuwa vile vile kama alivyotamka. Amen. Lakini shida yetu tukirudi nyumbani tunaanza upya maombi. Baba nibariki. Utafikiri mchungaji akukubariki kanisani. Baba niinue. Utafikiri mchungaji akuwe kukutajia kuinuliwa kwako. Kuanzia leo badilisha mtazamo wako. Amen. Nasema badilisha mtazamo wako. Amen. Mimi wakati nikiwa mshirika nilikuwa na hiyo neema. Kila ujumbe ambao nilikuwa nausikia anahubiri askofu, huo ujumbe nilikuwa natembea nao kwenye wiki hiyo au kwenye mwezi huo. Sikuwa nachukua jumbe kwamba tukishakwisha pale. Na kwa kuna siku ulihubiriwa ujumbe unasema naingia kisimani naoga. Ilikuwa mimi nikipita njiani nasema naingia kisimani naoga. Naoga upako, naoga nguvu. Hivyo tu kwa sababu najua hilo neno ambalo Mungu ameweka ndani ya mtumishi wake ndio neno letu la wiki hiyo. Ndio neno letu la mwezi huo. Kwa hiyo sitembei na kitu kingine, nina kinga yangu. Nina neno langu ambalo najua kabisa kile ambacho mtumishi amenena kwamba nitakuwa juu. Hiyo jambo siwezi kuliacha, na namkumbusha shetani kwamba yule masihi wa Bwana amesema nitakuwa juu. Yule masihi wa Bwana amesema kwamba sitakufa. Yule masihi wa Bwana amesema hivi na hivi. Ndicho Paulo anachosema. Alitokewa kwenye ndoto wakati akiwa katika hali mbaya sana ya safari, ambayo alikuwa katika hatari ya kuwapeleka katika mauti. Malaika akamtokea. Alipomtokea akamwambia Paulo, usiogope. Hakuna atakayekufa. Ila kitakachotokea tu kuna vitu mtapoteza. Na kwa sababu vitu vinapatikana, usijali kuhusu kupoteza vitu, jali kuhusu uhai. Sema amina. Amen. Sema amina. Mwambie jirani yako usisononeke ukipoteza kitu. Usisononeke kwa sababu umepoteza kazi. Kuna mtu anasononeka na shilingi kabisa, unajua mimi sasa nitaishije? Sasa mimi, wewe unafikiri kazi na uhai wako kikubwa kipi? Kipi cha thamani? Je, kazi ingebaki uhai ukaondoka? Kipi ungetaka kiwacho kwenye maisha yako? Kwa hiyo Paulo mtume hakusikitika. Aliambiwa merikebo yote itapigwa, vitu mlivyokuwa navyo vyote vitapotea, lakini wewe pamoja na watu wote ulio nao hakuna atakayepoteza maisha. Amen. Tayari ndani ya Paulo anajua kwa sababu tutapoteza maisha, pamoja na mabegi yatakuwa yamezama kwenye bahari, pamoja na vitabu vya ngozi yatakuwa vimepotea kwenye bahari, lakini nitakapotoka nchi kavu nitaanza upya. Najua jinsi ya kupata mabegi, najua jinsi ya kupata vitu, najua jinsi ya kufanya kazi, najua jinsi ya kufanya hiki na kile. Kwa hiyo alipoambiwa usiku huo, akasimama kati ya watu zaidi ya 100.
walikuwa watu zaidi ya 200. Watu 270. Sio idadi ya watu ambao tuko hapa. Labda watu 170. Na Jumapili tulikuwa watu 173 kwenye ibada. Bila watoto. Watu wazima 173. Ukichanganya na watoto sio kwa wangapi? Sasa unaambiwa kama tulikuwa ni watu 170 au tulikuwa ni watu 100, akasimama katikati yao. Familia yako akatumia imezaliwa watu 6 tu. Labda imezaliwa watu 7 tu. Na unakuta pia wasichana mko watatu. Na ndio maana pia mjaingia kwenye ndoa, basi mnapata kiwewe. Yaani kiwewe kabisa, kama itakuwaje dada hajaolewa, si mdogo wangu hajaolewa, mimi si kiwewe cha nini? Bwana amesema nini kuhusu wewe? Hilo ndio jambo la kushika. Kalebu akamwendea Yoshua akamwambia hivi, unakumbuka Musa alizungumza nini kuhusu habari zangu? Alizungumza kuhusu mimi kuchukua mlima huu. Uliza jina lako, Bwana kazungumza nini kuhusu wewe? Hiyo ndio issue. Mungu amezungumza nini? Acha na mambo ya wanadamu wanayosema, acha na fikra za watu wanavyofikiri. Mungu amesema nini kuhusu wewe? Kama mtumishi wa Mungu amekwambia utafanikiwa, unasema Mungu amesema nitafanikiwa. Amen. Kama mtumishi wa Mungu amesema utaingia kwenye ndoa, unasema Mungu amesema nitaingia kwenye ndoa. Amen. Kama mtumishi wa Mungu amesema utapona, hata kama unaamka siku ya pili yake na maumivu makali, unaiambia maumivu, mtumishi wa Bwana ameshazungumza habari zangu kwamba nitapona. Amen. Unajua watu wanapenda kuchukua jumbe za kinyume kuliko jumbe ambazo ziko sahihi kwao. Watu wakitishiwa na wachawi, utaona. Yaani nakwambia simu kwa kila mchungaji anayemjua. Nimeambia utaona. Mchawi kamwambia utaona. Mtu mbaya kamwambia utaona. Simu kila upande na misadaka vinatumwa. Jamani mniombe. Lakini mchungaji anamwambia utabarikiwa. Anabaki nawe mwenyewe kimya na akirudi nyumbani anaangalia baraka yenyewe si itakuja lini. Mwambie mtu fulani geuza mtazamo wako. Mwambie mwingine geuza mtazamo wako. Mbona ukiambiwa vitu vibaya unaviogopa? Mbona ukiota ndoto mbaya unaziogopa? Mbona ndoto njema usichangamki? Usifurahi, usiombei. Lakini ukiziota mbaya, ya unaona kama kesho ndo unaondoka. Na ndivyo walivyo watu wengi. Vitu vibaya wanavyotishwa navyo wanaviogopa kuliko vitu vyema wanavyotamkiwa. Paulo mtume akasimama akasema hivi, ninaamini itakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Sema amina. Sema amina. Mwambie mtu fulani mimi naamini. Mwambie mwingine mimi naamini. Itakuwa vile vile kama nilivyopanga. Mwambie hivyo kwamba mimi ninaamini kwa habari ya mambo yangu yatakuwa vile vile kama nilivyopanga. Hamna chakula za Mwenyezi Mungu hapa. Uwe ni woga. Unajua kuna watu woga. Sasa hawataki kudhihirisha kwamba wana imani. Anaona nikisema moja kwa moja isipotokea nitaulizwa. Hiyo sio kazi yako. Unaogopaje kwenda kujibu maswali ya kitu ambacho umekiamini? Unaogopaje? Unajua mchungaji nikisema moja kwa moja, leo mtu mmoja alinitana akaniambia unaendelea vizuri sana. Akasema unaonekana una afya nzuri. Nikamwambia unajui mimi nina hela. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa una mtu shetani anakuambia ukisema hivyo alafu kesho ukikosa. Hapo tayari unabaki sana. Ni kwa neema tu. Ni kwa neema wakati umekula mtama na Bwana amekufanya kung'aa. Ni kwa neema wakati Bwana anakupa mshahara ambao wenzako hawana. Unakula unayotaka, unalala unayotaka, unavaa unavyotaka, unakula unapotaka. Kwa nini usiwaambie kwamba Bwana amenibariki? Amen. Lakini haiwahusu baraka yao. Unajua mchungaji nikiwaambia hawa wataanza kunifuatafuata. Unajua jinsi ya kuwajibu hata nikifuatafuata. Unajua jinsi ya kuwaondoa kwenye reli. Paulo mtume anasema ninaamini itakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Mwambie jirani yako umeambiwa nini na Bwana? Umeona nini katika Bwana? Una maono gani?
Una mafunuo gani? Una ndoto gani? Itakuwa hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Nasema itakuwa hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Unachohitaji ni kuamini ya kwamba itakuwa hivyo hivyo kama unavyoamini, kwa sababu ajionavyo mtu ndivyo alivyo. Ukijiona panzi, wewe ni panzi. Ukijiona ngedere, wewe ni ngedere tena nyani. Umeelewa? Ukijiona hamna kitu, wewe ni fugara. Ukijiona wewe hai, wewe utakuwa wewe hai mara 100. Unajionaje? Mimi najiona mgonjwa, naona kama kuna kufa, unakwenda mapema na watu watasema tandiko majani blanketi udongo. Lakini ndani yako ukisema najiona mtu mwenye afya, najiona mtu anaendelea, najiona mtu anayeishi, na hiyo isiwe mdomoni, iwe ndani yako. Paulo mtume haikuwa mdomoni tu, anawaambia watu zaidi ya 200, anawaambia hivi, ninaamini itakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Mwambie mtu ninaamini kwa jina la Yesu. 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 Itakuwa vile vile. Nasema itakuwa vile vile kwa jina la Yesu. Nasema itakuwa vile vile. Sema amina. Sema amina. Hakutapungua neno. Umepanga, umeandika kwenye diary yako kwamba mwaka huu kutakuwa na hicho, tutakuwa na hicho. Shetani anakuambia sasa mwezi wa 9 unakwenda ukingoni na imebaki miezi 2. Fanyaje? Imebaki miezi 3. Unafanya, mwambie shetani kaa kimya. Maana siku moja kwa Bwana ni kama miaka 1000. Na miaka 1000 kwa Bwana asemi hata kama ni siku, anasema ni kama kesha. Ni kama kesha. Kwa hiyo shetani haijalishi hata ikifika Desemba 31, kabla haijafika saa 6 usiku, Bwana atafanya mageuzi hapo kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina. Amen. Shetani anakuuliza, kinachokupa jeuri ni nini? Naambia, ninaamini yale niliyoambiwa yatakuwa vile vile. Amen. Ninaamini yale niliyoyaona yatakuwa vile vile. Sema amina. Yusufu aliamini ya kwamba kile nilichokiona katika ndoto kitakuwa vile vile, lakini ilichukua miaka 13. Lakini hakuwahi kupoteza imani pamoja na kukaa gerezani. Hakuwahi kupoteza imani pamoja na kutupwa kwenye birika lilokuwa ni kisima ambalo lilikuwa limekauka maji. Hakupoteza imani pamoja na kuuzwa kwa Waishmaeli. Sikiliza, kuna wakati ambapo unaweza ukapita mahali unalala chini, unaweza ukapita mahali unafanya kazi mshahara mdogo, unaweza ukapita mahali unanyanyasika. Hiyo haikuzuii kwenda kwenye kilele cha baraka zako. Haikuzuii. Kuna mtu sana sema, yani mimi nimeona Mungu kwenye ulimwengu wa roho, pesa nyingi. Sasa kila nikiamka sina hela. Hizi hela kweli zitakuja? Au Mungu tu unanifariji kwa ndoto tu? Yani nimeota mahela, nimenikia kwenye pochi yangu, nimeota benki, nimekwenda kwenye akaunti yangu, hela mpaka zimenizidi kimo changu. Sasa mbona Mungu hata kazi sina? Mbona Mungu hata biashara ya kufanya sina? Iko nini ninachokipata hakitoshi hata kula na watoto? Nisikilize, Mungu aseme uongo. Amen. Nasema Mungu aseme uongo. Amen. Wewe kutokuamini kwako ndio utapoteza. Yusufu angeweza kukaa pale kwenye kisima hapo, angesema, yani Mungu ulinionyesha kwamba mimi nimezungukwa na nyota 12 zimeniinamia. Sasa tazama huko kwenye shimo, sina kufa huko mimi. Hizo nyota zitazunguka lini? Yusufu alikaa kwenye shimo, alijua atatolewa. Alitulia akajua atatolewa. Na muda sio mrefu akaja akafanya nini? Akatolewa. Yusufu akaenda kuuzwa. Kwanza kauzwa mara ya kwanza kwa Waishmaeli. Waishmaeli wakamuuza kwa Potifa. Yusufu katulia. Mbaya zaidi alipopelekwa gerezani kwa kusingiziwa. Yusufu akiwa gerezani akamwambia mtu mmoja, mkuu wa waonyeshaji, ukifika kwa Farao unitaje. Kwa sababu Yusufu alijua kwamba lazima mimi kwa siku nitakutana na Farao. Sema amina. Sema amina. Wewe mfungwa wa Kiebrania, unaaminije kwamba unaweza kukubalika na Farao? Unafikiri alisahau bure yule? Angeanzaje kumwambia Farao eti kuna mfungwa wa Kiebrania akanitafsiria ndoto, anasema nimtaje kwako? Angechinjwa tena na yeye. Kwa sababu ukabila ulikuwepo, utaifa ulikuwepo. Ndio maana yule mtu akawa kama amesahau kabisa. Lakini Yusufu ndani yake alikuwa anajua ya kwamba kuna siku nitakutana na Farao. Ndio maana akamwambia yule mkuu wa waonyeshaji,
ukifika kwa Farao nitaje. Lakini sasa yule mkuu wa uonyeshaji ataanzaje kumtaja? Kwa tukio gani? Kwa unajua Farao ulipokuwa umetukasirikia, kuna mtu ametafsiria kurudi hapa, mimi siamini mambo ya unabii, achana na mimi. Lakini Mungu akamfanya yule jamaa kuwa kama amesahau, kwa sababu Mungu anaandaa tukio. Sema Mungu anaandaa tukio. Mungu anaandaa tukio, anaandaa sababu. Kwa hiyo akakaa mwaka wa kwanza. Yusufu anajua ipo siku mimi nitakutana na Farao. Mwambie mtu fulani nitakutana na Farao. Nitakaa na Farao. Nitakula na Farao. Sio kama naamini hiyo. Amen. Basi hata usifike kwa Farao, amini kuhusu atakayokuoa. Kwamba ipo siku nitakaa kwenye shela. Nitakaa kwenye vile vitu vinafanywa kwa virefu mpaka uko unakaa kwa dakika 5 sio 10 tu after umelipa milioni. Yusufu alijua ipo siku nitakutana na Farao. Ndio maana hakuwa na woga kwamba mimi ni Mwebrania, mimi ni mgeni, hapa sitakubalika. Hakuwa na huo woga, alitulia. Na ilipofika miaka 2 anasema Farao akaota ndoto. Ndio sababu hiyo. Mwambie jana, kwa sababu inatengenezwa. Kwa hiyo tulia. Usijikute huko sehemu ukafikiri bahati mbaya, lakini pia usijipeleke sehemu ambazo sio za kwenda. Wakati unaweza muulize Mungu, nataka kwenda mahali fulani, je, ni wakati wake niende au nitulie? Kwa sababu wakati wewe ndio unatoka, kuna mtu anakutafuta hapa. Kuna mtu anakutafuta ushaondoka. Uko zenu sio Mbeya, sio kwa Morogoro, sio kwa wapi. Unakosa muujiza. Wakati mwingine tulia, muulize Mungu, nataka kwenda likizo, je, niende? Na kama naenda, kuanzia kwenye boti nitakutana na nani? Kwenye basi nitakutana na nani? Mtu nitakayekaa naye ni wa aina gani? Mungu fanya kitu hapo. Mtu tutakayekaa naye lazima awe mtu wa amani, mtu wa maana. Mungu fanya kitu. Ukikuta amani unasema siendi. Hata kama uliwaambia naenda, unaambia mimi siji. Kwa sababu Mungu amesema usubiri hapo. Yusufu alingoja pale gerezani. Angeweza kutafuta utetezi wa kila aina. Angeandika barua kwa mkuu wa uonyeshaji. Ilipotokea sababu ambayo Mungu aitengeneza baada ya miaka 2. Sasa waganga wameshindwa, wenye hekima wa Misri wameshindwa, wenye ufahamu wameshindwa. Nisikilize, wengine waume zenu wako na mahawala wanakaa nao hawajaoa, wanasubiri kushindana. Wakisha bwagana ndo wanakuja kwako. Umeelewa hiyo? Unajua watu wanazaga tu. Huyu kamzalisha huyu, huyu kamzalisha huyu. Hawajaoana wala hawana uhalali. Kwa hiyo sio kwa watu wanapita kila asubuhi wameshikana mikono kafikiri mke na mume, hata Mungu hawatambui. Kumbe leo anashika mkono ndio mume wako wewe. Ile wakati wake unamsubiri. Utasikia siku injili imemdondokea, mara akakimbilia kwa Yesu, mara kwa kanisani kakuona wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wote wakashindwa kutafsiri. Ndio sasa akili taratibu, unajua miaka 2 sio midogo. Inaanza kuvuta kumbukumbu. Ina maana yule mfungwa wa Ibrania bado yuko gerezani. Nitaendaje kumwambia kwamba Farao kaota ndoto? Lakini akamwambia Farao, akanyosha mkono, Farao, kuna kitu nataka nikwambie bwana mkubwa. Nasema tulipokuwa gerezani, ulipotukasirikia, kulikuwa na kijana wa Kiebrania. Mimi niliota ndoto na mkuu wa Okaji aliota ndoto. Tulipoamka asubuhi tukafadhaika. Alipotoka tumefadhaika akatuuliza, wala hatukumwambia, akatuuliza, mbona leo mmefadhaika, hamna furaha kama siku zote? Mwambie jirani yako, hata watu wa gerezani wao wanakuwa na furaha. Usidhani gerezani watu siku zote wanalia tu. Wameshafikia sehemu wameshakubali ile maisha. Nao wanafurahi kama kawaida. Kwa hiyo akiamka ana huzuni, wanamjua leo ana huzuni, haiko kawaida. Akiamka anaumwa, mkuu wa gereza anajua leo anaumwa. Umeelewa? Mwambie jirani yako, hata kama una kitu, tunza furaha yako. Sio kila siku huko tu hivi, nitafurahi nini mimi sina hela. Tafurahi nini? Hata walioko gerezani wana furaha. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Kwa hiyo akamwelezea Farao. Farao akamwambia, usiendelee kunieleza mambo mengi. Nataka huyo mtu sasa hivi aje hapa asimame mbele yangu. Amen. Kungekuwa na simu ingepigwa hapo kwa mkuu wa gereza. Kwa hiyo kwa sababu kuna simu, kuna watu wakaambiwa haraka nendeni kamleteni, wakamkuta kule Yusufu kajaa madevu, si unajua tena. Gerezani tena akatune ngonyea ndio hiyo hakuna cha kubadilisha. Wakamwambia, bwana, sasa tumekuja wale haraka kaa chini hapa. Anashangaa anaanza kumnyoa. Jamani, mnaninyoa kwa sababu gani? Unatakiwa kwa Farao. Nini kimetokea? Sisi hatujui. Farao anakuita. Kuna challenge huko. Yusufu akanyolewa ndevu,
akanyolewa nywele, akavishwa mavazi ya uhakika. Huwezi kwenda kusema kwa mfalme huko mchafu. Huwezi kwenda kwa sehemu ya appointment hata mswaki hujapiga. Lazima uandaliwe, ombe mtu uandaliwe. Siku ya kuolewa lazima uandaliwe, lakini sio unafanywa makeup mpaka sura inabadilika nafikiri marehemu. Maana kuna watu wanafanywa makeup mpaka unajiuliza, huyu ndio bibi harusi tunamjua fulani. Sura yote imetoka kwenye uhalisia imekuwa kama chokaa. Kisura kibo. Lazima uandaliwe vizuri. Sio mpaka umebadilika, kucha ziko huku, kila kitu akieleweka tutaiza. Huyu ndio dada fulani. Kama mimi ninafungisha na mbele mpelekeni bafuni tena. Aje natural nimuone. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndugu zangu nyewe hamjawahi kuona picha za maharusi mpaka watoto wanamuuliza, mtoto anamuuliza mamake, "Huyu nani?" Mtoto anasema, "Mama sasa si mimi huyo." Anasema, "Mama huyo sio wewe." Kwa sababu amepigwa chokaa ile mpaka amebadilika, amekuwa kidosho, sio binadamu. Anakuwa kama mtoi, unashaona ile mitoi inokaa zile sanamu zile, sio kigo. Akieleweki. Siku ya harusi yako hautakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Lazima sura yako ibaki kama wewe katika jina la Yesu. Akawekwa sawa, akapelekwa mbele ya Farao. Alipofika pale, akatafsiri ndoto yote, akajibu kwa amani, akasema Mungu atampa Farao majibu ya amani. Sema amina. Nasema kuna siku yako kwa jina la Yesu. Alipofika pale Yusufu akajua hii ndio siku yangu ya kutoka gerezani, sirudi tena. Nikienda huko na kwenda kuwatembelea wafungwa, kuwatia moyo na kuambia na nyinyi pia ipo siku mtatoka kwa jina la Yesu Kristo. Biashara ikaisha pale. Kwa sababu aliamini kile ambacho Mungu alimuonyesha, kile ambacho Mungu alimwambia ya kwamba kitakuwa vile vile kama alivyoambiwa kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie mtu, mambo yangu yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa kwa jina la Yesu. Mathayo sura ya 9. Mathayo sura ya 9. Mathayo sura ya 9. Mstari kwanza wa 27. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata, wakipaza sauti wakisema, "Uturehemu, Mwana wa Daudi." Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea. Yesu akawaambia, sikiliza. Yesu akawaambia, "Mnaamini ya kwamba naweza kufanya hili?" Inategemea imani yako katika Mungu. Anawauliza vipofu ya kwamba mnaamini ya kwamba naweza kuwafanyia hili mnalotaka. Kama uamini hakuna muujiza, kama uamini hakuna baraka, kama uamini hakuna upenyo, kama uamini hakuna mume, hakuna mke, kama uamini hakuna maendeleo. Inategemea kile ambacho unakiamini. Anasema, "Je, mnaamini ya kwamba naweza kuwafanyia hili?" Sikiliza majibu yao. Sikiliza majibu yao. Sikiliza majibu yao. Wakasema, wakamwambia, "Naam Bwana." Sema amina. Amen. Kwa lugha nyingine, tunaamini ndio maana tumekuja. Tunaamini ndio maana tuko hapa. Tunaamini ndio maana tumeomba. Mwambie jina lako, unaamini maombi uliyoomba? Unaamini maombi uliyoomba? Au nadhani maombi tu ya kawaida? Yesu anawauliza, "Je, mnaamini ya kwamba naweza kulifanya hili leo?" Akawapa hiyo kazi. Wakasema, "Naam Bwana." Na Biblia inasema baadaye akawagusa, biashara ikaisha. Biblia inasema katika mstari wa 29, ndipo alipowagusa macho, akasema, kwa kadiri ya imani yenu mfanye nini? Mpate. Mwambie mtu fulani, nitapata. Kwa sababu nina imani. Nitapata. Kwa sababu nina imani. Nitabarikiwa. Kwa sababu nina imani. Nitaingia katika ndoa. Kwa sababu nina imani. Nitakuwa na ninachokitaka. Kwa sababu nina imani. Nitapata. 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 Kwa sababu ninayo imani. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Ninaamini. Nasema ninaamini. Nasema ninaamini. Zaburi ya 27. Zaburi ya 27. Zaburi ya 27 na mstari wa 13. Zaburi ya 27 mstari wa 13.
Biblia inasema Zaburi ya 27 mstari wa 13, naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Sema amina. Amen. Sema amina. Tuseme tuka pamoja, 1 2 3. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Pigia mstari. Kuona wema wa Bwana inategemea imani. Kuona wema wa Bwana, fadhili za Bwana, ukuu wa Bwana, nguvu ya Bwana, uponyaji wa Bwana. Usiwe mnyonge. Usitegemee imani za watu. Watu watusaidie kidogo kutubusti, lakini lazima tuamini sisi wenyewe. Anasema naamini nitauona tu wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Nitaziona fadhili za Bwana katika nchi ya walio hai. Nitaona uzuri wa Bwana katika nchi ya walio hai. Nitafanikiwa katika Bwana katika nchi ya walio hai. Ninaamini. Sema ninaamini. Ninaamini. Sema ninaamini. Ninaamini. Na usitegemee imani za watu, na Yesu na nabii wangu, si na mtume wangu, si na nani wangu, si na nani wangu. Achana biashara hiyo. Sisi ni wasaidizi wa imani yenu, Biblia inasema. Sio watawala wa imani. Ile nguvu ya imani unaitawala kati ya wewe na Mungu. Anasema katika Wakorintho wa pili sura ya 1, anasema hatuitawali imani yenu, hatuishikilii imani yenu, lakini tu wasaidizi wa imani yenu. Sema amina. Lakini kuna watu ambao wameweka zile imani kwa manabii ambao pengine wao washirika wanaomba zaidi kuliko hao manabii. Pengine hao washirika ni waaminifu zaidi kuliko hao manabii. Unakuta wenyewe hata zaka hawatoi, wewe unatoa. Hawahudumia yatima wala wajane, wewe unawahudumia. Amini katika Kristo. Ya kwamba ninaamini nitauona tu wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninaamini juu ya uponyaji wangu, ninaamini juu ya baraka yangu, ninaamini juu ya upenyo wangu. Naamini. Na unakaa wakati mwingine unajihubiri mwenyewe ndani. Na unaiambia nafsi yako, lazima utake usitake, nitakuchapa viboko usipoamini. Sema amina. Amen. Sema amina. Kwa hiyo unawaambia moyo wangu lazima uamini, roho yangu lazima iamini, akili yangu lazima iamini, mifupa yangu lazima iamini, akili yangu lazima iamini, mwili wangu lazima uamini, mikono yangu lazima iamini, miguu yangu lazima iamini, masikio yangu lazima yaamini, macho yangu lazima yaamini. Sema amina. Sio una macho yasiyoamini, una macho tu ya kurembua, hayana imani. Una mikono iliyolegea, haiamini kuhusu kufanya kazi na kufanikiwa. Una mawazo ya kwamba eti unajua kwa sababu sijaenda sana shule siwezi kufanikiwa. Ukiwaza hivyo ni moja kwa moja shimoni. Lakini kama unasema kwa nguvu nilionayo, kwa kiasi cha akili nilichonacho, ufahamu nilionao, lazima hapa mimi niwe mtu katika watu, utakuwa hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Nasema utakuwa hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Je, unaamini ya kwamba utauona wema wa Bwana mwaka huu? Utauona wema wa Bwana mwaka ujao? Utauona wema wa Bwana mwaka 2030? Je, unaamini? Je, unaamini? Je, unaamini? Yajayo yanafurahisha. Sema amina. Nasema yajayo yanafurahisha. Sema amina. Kuna vitu vizuri vinakuja. Vitu vya kupendeza vinakuja. Vitu vya kutufurahisha, vitu vya kutufanya tujisikie raha kabisa kwamba kuwepo kwetu duniani sio bahati mbaya. Vinakuja kwa jina la Yesu Kristo. Nasema vinakuja kwa jina la Yesu Kristo. Inuka, simama, sema naamini. Sema naamini mbele za Bwana. Mwambie Bwana, akili yangu lazima ikubali, ufahamu wangu lazima ukubali, kila nilicho nacho lazima kikubali. Naamini ya kwamba nitauona wema wa Bwana. Yale yote niliyoambiwa, yale yote niliyohubiriwa yatakwenda kuwa kama vile nilivyoambiwa. Wana ambao tufuatilia kupitia Kwanza Baraka wanapaswa kuamini pamoja nasi. Wanapaswa kuamini pamoja nasi. Yale yote uliyoyaomba, ahadi zote za Mungu ulizozisoma, yale yote ambayo nimekutamkia, yale yote ambayo nimekuombea, yatakuwa yako kwa jina la Yesu. 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 Paulo akasema, ninaamini yale yote ambayo nimeambiwa yatakuwa. Ninaamini yale yote ambayo nimeambiwa yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Yatakuwa vile vile kama mkakati wako ulivyo, kama mpango wako ulivyo, utakuwa vile vile kama ulivyoomba, kama ulivyofunga, kama ulivyolia, kama ulivyolalama na kumweleza Bwana
hoja zako zitakwenda kuwa vile vile, zitakwenda kuwa vile vile, zitakwenda kuwa vile vile, kama ulivyoomba kwa jina la Yesu, kama ulivyoomba kwa jina la Yesu. Yote uliyoomba, yote uliyoomba yatakwenda kuwa, yatakwenda kuwa, yatakwenda kuwa. Kwamba ulikesha, kwamba uliomba, kwamba ulikesha, kwamba uliomba, kwamba ulikesha, kwamba uliomba, yatakuwa vile vile, yatakuwa vile vile. Yale uliyopanga juu ya wanao, yale uliyopanga juu ya mmeo, yale uliyopanga juu ya mkeo, yale uliyopanga juu ya kanisa, yale uliyopanga juu ya familia, yatakwenda kuwa vile vile, yatakwenda kuwa vile vile, yatakwenda kuwa vile vile. Paulo mtume akasema, Paulo mtume akasema, ninaamini, ninaamini, ninaamini itakuwa vile vile kama nilivyoambiwa, itakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Leo nitakapokwenda kukubariki, leo nitakapokwenda kukubariki, yasikilize yale maneno, yasikilize yale maombi, sisikilize zile sala. Itakwenda kuwa vile vile, itakwenda kuwa vile vile, itakwenda kuwa vile vile, itakwenda kuwa vile vile. Kwa jina la Yesu tumeomba. Piga kelele, sema amina. Piga kelele, sema amina. Mbele yako itakwenda kuwa vile vile. Kile ulichopanga kitakwenda kuwa vile vile. Kile ulichoomba kitakwenda kuwa vile vile. Kile ulichoona katika ndoto kitakwenda kuwa vile vile. Kile ambacho Mungu alikuonyesha kwenye maono kitakwenda kuwa vile vile. Kile ambacho ulikipata kwa mafunuo ya ajabu, yani ni kama umekaa lakini Mungu anakuvuvia, kitakwenda kuwa vile vile. Kitakwenda kuwa vile vile. Kile ambacho umekiandika kwamba kitakuwa mwaka 2020 kitakwenda kuwa vile vile. Kile ambacho umekiandika kitakuwa baada ya mwaka mmoja ujao, miaka miwili ijayo, 10 ijayo, 20 ijayo, itakwenda kuwa vile vile. Nasema itakwenda kuwa vile vile. Sema amina. Sema amina. Mume uliyemuona atakuwa vile. Mke uliyemuona atakuwa vile. Na atakuja kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Hebu weka mkono wako kifuani, sema asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Kwa sababu katika mwezi wa maombi kuna mengi nimeyaombea. Kuna mengi nimeyaota. Kuna mengi nimeyaona katika roho. Kuna mengi nimesikia kutoka kwa mtumishi wako. Kuna baraka nyingi amenibariki nazo. Nisaidie Bwana. Kuamini kuanzia leo. Yale yote ulionifunulia. Yale yote niliyoyaombea. Yale yote niliyoombewa. Yatakwenda kuwa vile vile kwa jina la Yesu. Yatakwenda kuwa vile vile kwa jina la Yesu. Yatakwenda kuwa vile vile kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amina. Piga kelele, sema amina. Weka mikono yako miwili juu, niombe kwa ajili yako. Mungu, tazama mikono na tazama imani za watu wako. Yale ambayo Bwana tumeomba tangu siku ya kwanza ya mwezi wa 9. Na hata yale ambayo tumeomba siku za nyuma katika mwaka huu. Siku za nyuma katika miaka iliyopita. Watu wako waliomba mambo kadhaa. Watu wako uliwafunulia mambo kadhaa. Watu wako uliwaotesha mambo kadhaa. Watu wako uliwatamkia mambo kadhaa. Watu wako wamesoma na kuzitambua ahadi kadhaa. Kwa jina la mtakatifu Yesu jioni ya leo. Yale yote walioomba, yale yote walioyaona, yale yote uliowatamkia kupitia watumishi wako, yakawe vile vile kwa jina la Yesu. Yakawe vile vile kwa jina la Yesu. Mungu, ya kibiashara yakawe vile vile. Ya kikazi yakawe vile vile. Ya kihuduma yakawe vile vile. Ya ndoa yakawe vile vile. Ya familia yakawe vile vile. Kila jema ambalo Bwana wameliombea ukawafunulia, na tamka jioni leo likawe vile vile kwa jina la Yesu. Na inaongeza jioni leo wakawe vichwa wasiwe mikia. Wawe juu wasiwe chini. Kwa kina dada wote, kina mama wote wapokee kibali cha Esta kwa jina la Yesu.
Wapokee kibali cha Esta kwa jina la Yesu. Kwa kina baba wote, kwa kina kaka wote, wapokee kibali cha Mordekai kwa jina la Yesu. Wapokee kibali cha Mordekai kwa jina la Yesu. Wakina dada wanapoingia ni wakina Esta, wanapotoka ni wakina Esta. Wakina mama wanapoingia ni wakina Esta, wanapotoka ni wakina Esta. Wakina baba wanapoingia ni kina Mordekai, wanapotoka ni kina Mordekai. Na watoto wetu wote kwa jina la Yesu Kristo, wanapoingia na kutoka ni kina Timotheo, wanapoingia na kutoka ni kina Timotheo. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, hakuna uchawi utakao kuweza, hakuna uganga utakao kuweza, hakuna ugonjwa utakao kuweza, hakuna udhaifu utakao kuweza, hakuna ushirikina utakao kuweza, hakuna ajali itakao kuweza, hakuna laana itakao kuweza, hakuna nuksi itakao kuweza, hakuna chochote cha kinyume nawe kinachoweza kusimama mbele yako na kikakuweza. Kile kinachosimama mbele yako kimeangushwa kwa jina la Yesu, kimesambaratika kwa jina la Yesu. Kama ilivyoanguka Yeriko ndivyo atakavyoanguka. Kama ilivyoanguka Yeriko ndivyo atakavyoanguka. Kama ilivyoanguka Yeriko ndivyo atakavyoanguka. Mbele yako njia imesafishwa, mbele yako uwanda umesafishwa. Maana manguvu yote ambayo yalikuwa yanakusonga, yanakushika, yanakufuata, yamekomeshwa kwa jina la Yesu Kristo. Yameharibiwa kwa jina la Yesu Kristo. Yametoeshwa kwa jina la Yesu Kristo. Yamesambaratishwa kwa jina la Yesu Kristo. Iwe ni ugonjwa umeng'olewa, iwe ni udhaifu umeng'olewa, yawe ni mapepo yameng'olewa, iwe ni pressure imeng'olewa, iwe ni ugonjwa wote usio na jina na ule wenye jina, umeng'oka kwa jina la Yesu Kristo. 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 Asante Bwana kwa sababu watu wao wabarikiwa. Asante Bwana kwa sababu watu wao wabarikiwa. Asante Bwana kwa sababu watu wao wabarikiwa. Kwa jina la Yesu tumeomba. Piga kelele sema amina. Piga kelele sema amina. Kwa jina langu kesho ni celebration. Kesho ni siku ya kushangilia. Kesho ni siku ya kushangilia. Tunakuja hapa kushangilia. Nasema tunakuja kushangilia. Kuna mambo yanaibuka kuanzia jioni hii. Kuna mambo yanakwenda kutokea kuanzia jioni hii. Kuna mambo yanakwenda kufanyika kuanzia jioni hii. Utashangaa. Nasema utashangaa. Nasema utashangaa. Nasema utashangaa kwa jina la Yesu. Piga amina ya mwisho. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Unaweza kukaa. Asante sana. Tumefikia mwisho wa ibada yetu njema ambayo naamini haitaacha maisha yako vile ulivyo. Amen. Nasema haitaacha maisha yako vile ulivyo.